Jina naitwa Golden Leonard Tibu, ni daktari wa kinywa na meno kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya Dodoma. Siku ya leo nitakwenda kuzungumzia umuhimu wa madini ya fluoride kwenye dawa ya meno. Tunasema kwanza kabisa fluoride ni madini ambayo yanasaidia kuimarisha na kulinda kuharibika ama kutoboka kwa meno. Kabla sijaelezea umuhimu wa fluoride kwenye dawa ya meno, ningependa kwanza kuongelea jinsi meno yanavyotoboka. Tunasema kwamba kutoboka kwa jino ni swala ambalo ni mtambuka. Ni mtambuka kwa sababu ni swala ambalo linahitaji muda mrefu hadi jino liweze kutoboka. Kwanza kabisa tunasema tunahitaji vitu angalau vinne ili jino liweze kutoboka. Kitu cha kwanza kabisa ni jino lenyewe. Kitu cha pili ni vijidudu waliopo mdomoni. Kitu cha tatu ni uwepo wa sukari, na kitu cha nne ni muda. Kwa hiyo ili jino liweze kutoboka tunahitaji angalau hivyo vitu vinne. Sasa tunasema mdomoni kwa mwanadamu kuna vijidudu wengi ambao ni bakteria, virus, lakini vijidudu ambao wanaweza kusababisha kuharibika kwa meno ni bakteria. Sasa tunasema meno pia yapo mdomoni. Kwa hiyo mchakato wa jino kutoboka ni kwamba mtu akitumia vitu vya sukari, wale vijidudu waliopo mdomoni wanatumia ile sukari, wanatengeneza tindikali, ambapo ile tindikali inakuwa inalimong'onyoa jino, mwisho wa siku linatoboka. Lakini hicho ni kitendo ambacho kinahitaji muda mrefu. Kwa hiyo ukitumia vitu vya sukari, hujapiga mswaki, wale vijidudu wanatumia ile sukari, wanazalisha tindikali, ambayo ile tindikali inakwenda kumong'onyoa lile jino. Baada ya muda mrefu ile jino linakwenda kuharibika ama kutoboka. Kwa hiyo sasa tunasema kwa nini tunahitaji fluoride kwenye meno? Tunahitaji fluoride kwenye meno kwa sababu kwanza kabisa fluoride inasaidia kuimarisha jino. Lakini pia fluoride inasaidia kuzuia uharibifu wa mwanzo wa jino. Kwa sababu tunasema kwenye layer, jino linakuwa lina layer tatu. Kuna layer ya juu kabisa, kuna layer ya katikati na layer ya ndani. Sasa ile layer ya juu inakuwa ina madini ambayo kitaalamu tunaita hydroxyapatite. Kwa hiyo fluoride inachokwenda kukifanya ni kwamba inakwenda kuondoa yale madini ya hydroxyapatite, inatengeneza fluoroapatite, ambapo hiyo inakuwa ni layer ambayo ni ngumu zaidi ukilinganisha na hydroxyapatite. Kwa hiyo tunashauri mtu atumie fluoride kwa sababu ile inakwenda kutengeneza layer ambayo itakuwa ni ngumu zaidi kuweza kuathiriwa na ile tindikali ambayo inazalishwa na wale vijidudu baada ya mtu kutumia vitu vyenye sukari. Sasa tunasema kuna viwango vya fluoride ambavyo vinahitajika, ili viwango sahihi vya fluoride ambavyo vinahitajika kwa kila umri. Kwa mfano, tunasema kwa mtoto ambaye tokea jino linapoota hadi umri wa miaka miwili, hawa wanahitaji kiwango cha dawa kwanza ni ukubwa size ya punje ya mchele. Lakini kiwango cha fluoride ambacho kinatakiwa kiwepo kwenye ile dawa ya meno tunasema ni ppm 1000 za fluoride. Hicho ndio tunasema kiwango sahihi kwa mtoto ambaye tokea jino la kwanza linaota hadi umri wa miaka miwili. Lakini kwa mtoto mwenye umri kuanzia miaka 3 hadi 5, wingi wa dawa tunasema anatakiwa aweke wingi ambao unalingana na punje ya harage ama njegere, ambapo kiwango cha fluoride ambacho kinatakiwa kuwepo kwenye meno kinatakiwa pia kiwe ppm 1000 za fluoride. Lakini kuanzia umri wa miaka 6 na kuendelea, tunasema kwamba ule wingi wa dawa ambao unatakiwa kuwekwa kwenye mswaki, tunasema ile dawa tunaweka layer ambayo ni nyembamba lakini inajaa kwenye ile brushing surface yote. Lakini kiwango cha ppm ambacho kinatakiwa kuwepo kwenye dawa ya meno inatakiwa iwe ppm 1450 hadi ppm 1500. Kwa hivyo ndio viwango sahihi vya fluoride ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye meno ili
ile fluoride iweze kufanya kazi ya kulinda meno na kuimarisha meno, lakini pia kuweza kustop meno ambayo yameanza kutoboka. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba kwenye hivyo viwango, ukienda kununua dawa ya meno ni muhimu ukaangalia hii dawa ina fluoride kiasi gani, kwa sababu wanakuwa wameandika kulingana na umri. Kwa utakuta wameandika labda kuanzia mtoto wa miaka 0 hadi miaka 2, utakuta kiwango chake cha fluoride wameandika, ambacho tunasema kiwango sahihi kiwe ppm 1000. Kwa mtoto wa miaka 3 hadi 5 tunasema kiwango sahihi pia ziwe ppm 1000. Utofauti tu ni kwamba ule wingi wa dawa, ambapo mtoto wa miaka 0 hadi 2 tunasema ule wingi uwe sawa sawa na punje ya mchele, lakini kuanzia miaka 3 hadi 5 ule wingi uwe sawa sawa na punje ya njegere ama harage. Kwa sasa tunasema kwamba ili kuweza kulinda meno yasiharibike, ni muhimu kutumia dawa ya meno ambayo itakuwa ina madini ya fluoride kwa ubora ambao ni sahihi, na mtu aweze kupiga mswaki angalau mara 2 kwa siku, asubuhi na usiku kabla ya kulala. Na ukishapiga mswaki tunasema kwamba hutaki kusukutua na maji, kwa sababu ukisukutua na maji unaondoa yale madini ya fluoride ambayo yanatakiwa yaendelee kuwepo mdomoni kwa ajili ya kulinda meno yako. Kwa hiyo tunashauri kwamba ukishapiga mswaki hutaki kusukutua na maji ndani. Unapiga mswaki wako, unatema mapovu, basi baada ya hapo unakuwa upo salama. Lakini kwa watoto wadogo tunasema kwamba hawawezi kupiga mswaki wao, lakini pia hawawezi kukadiria kile kiwango ambacho ni sahihi cha dawa ya meno. Kwa hiyo tunasema kwamba mzazi ana wajibu wa kumsimamia mtoto wake wakati wa kuweka kiwango sahihi cha dawa ya meno kwenye mswaki, lakini pia wakati wa kupiga mswaki, kwamba anahakikisha mtoto wake ameweza kusafisha sehemu zote za meno ambazo zinatakiwa kusafishwa. Kwa hiyo sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma tunatoa wito kwa wananchi wote wazingatie matumizi ya dawa ya meno ambayo ina madini ya fluoride, kwani ina faida kubwa ya kuweza kulinda meno yao na ya watoto wao yasiweze kuharibika. Asanteni sana.